Kwa hiyo kama imekuja katika kitabu na sunna kwamba kitu fulani, mtu atakayefanya jambo fulani huyo ni kafir, sisi tutasema hivi. Kwa mfano, tariku swala, asiyeswali kabisa, haswali, kafir. Hiyo ndio hukumu, sawa. Akaletwa bwana huyu fulani, huyu hapa bwana Muhammad, lakini haswali yeye. Je, huyu ni kafiri? Si ulisema jana kwenye darasa kwamba asiyeswali kafiri? Sasa huyu hapa haswali, je, huyu ni kafiri? Je, hili ni kafiri? Hilo usema hivi kulikuza ukafiri wake ni mkubwa mno, sawa. Kwa sisi tunasema naam, sisi tunasema asiyeswali ni kafiri. Lakini jambo la pili la msingi, la yukaffaru wala yufassaqu wala yubadda'u illa man qama alayhi ad-dalilu bidhalik, isipokuwa hatatiwa kwenye ukafiri wala hatatiwa kwenye ufasik wala hatatiwa katika ubid'a, isipokuwa yule ambaye imesimama dalili juu ya hilo, juu yake. Kwa hiyo dalili ikiwa ifahamisha juu kwamba kitu fulani ni ukafiri, tutamsimamishia dalili yake. Mtu mathalan anakuja anasema mimi siamini, kwanza hakuna ulazima wa kufunga Ramadhani, kushindishana na njaa tu, hakuna ulazima huo. Maneno haya ukiyatamka ni ukafiri, hata kama umefunga. Wewe ni Muislamu, uswali tena na Ramadhani umefunga, lakini sasa wazungumza wasema huku kufunga huku bwana, mimi na wasiwasi nako, si sehemu katika dini, tunashindishana na njaa tu, hakuna hukumu hii, sikubali. Pale pale umekufuru, umetoka kwenye Uislamu. Sisi tutakufahamisha kwamba jambo hili ulilozungumza la kutoa kwenye Uislamu, kwa sababu ni al-istihza'u bid-din. Tutakusimamishia hoja, amesema Allah hivi na amesema hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi sitaki kusikia maneno hayo, tusidanganyane bwana. Basi umekufuru kweli, kwa sababu Uislamu si kabila kwamba ukiwa mzigua basi utakuwa mzigua mpaka wafa. Hakuna kwamba kuna siku utabadilisha kabila utakuwa Msambaa. Uislamu sio kabila. Kwa hiyo kuna mambo kweli ukiyafanya na sheria ishatamka kwamba hili ni ukafiri na wewe ukalifanya, alafu ukawekewa hoja mezani kwamba hoja ni hii, huu ni ukafiri na wewe umelifanya jambo hili, tubu kwa Allah. Sasa huyo alikuwa mimi sijui bwana, astaghfirullah wa atubu ile. Basi kumbe saumu ni jambo la faradhi, limefaradhishwa juu yetu Waislamu na ni dini ya Uislamu, mimi naamini hivyo. Akasilimu, akarudi, akayapinga yale aliyokuwa ameyakadhibisha. Kwa sababu ya ujinga atakuwa amepewa udhuru, sawa. Hapa nimeleta maneno haya ili tufahamu kwamba basi mtu afanye atakavyofanya hawezi kukufuru. La, si hivyo. Tunasema kwamba maadamu huyu ni Muislamu, amedhihirisha Uislamu wake na anadhihirisha uadilifu na amemwamini Allah na mtume wake, aelekea kibla, aswali kama tunaposwali na mingine yote anayaamini, maadamu ni Muislamu, dhahiri yake tabaki kuwa ni Muislamu, na sisi tutamsalimia assalamu alaykum wa rahmatullah. Akichinja tutakula, akifa tutamswalia, tutamzika katika makaburi ya Waislamu, ataoshwa, atatiwa kwenye sanda, yote atafanyiwa kwa sababu ni Muislamu. Tumeelewana? Lakini akafanya jambo la kumkufurisha huyu bwana, akapinga swala, akapinga saumu, au akasujudia mzimu, sanamu, akaenda akasujudia bali, kwa sababu katika vitu vyenye kumtia mtu kwenye ukafiri ni kusujudia sanamu. Akaenda kwenye sanamu akasujudu. Mimi sikukusudia jambo baya bali, mwambie kwa hili umekufuru. Asema Allah hivi, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam hivi, sawa, ataikiwa ile hukumu. Kumbe mimi nilikuwa sijui, alikuwa hajui. Umeelewa? Kwa hiyo jambo la pili, hata kufurishwa mtu wala hatatiwa kwenye ufasik wala hatatiwa kwenye bid'a, isipokuwa baada ya kusimamishiwa hujja kwamba jambo hili jamaa, hili ni bid'a. Kwa nini? Kwa sababu 1, 2, 3. Na ndio maana kila mara tunazungumza hii bid'a, yafafanuliwa. Apinga tu mtu, hamna, si bid'a. Lakini hili ya kulifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam,
wala masahaba hili hawakulifanya, watu qurunul mufaddala hawakufanya jambo hili, maimamu tunaotegemea hawakufanya wala hawakulifundisha. Lau ingekuwa kheri basi wangetangulia katika hili. Hamna, pinga tu, mubtadi, huyo ni mzushi. haiwezi kukupa sasa mwita mimi mubtadi. Mubtadi. Kwa nini? qamat alayka alhujja, hujja zimesimama juu yako, umezipinga, wewe ni mtu wa bid'a. Tumeelewana?